maisha, sababu wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana wa mabwana. Asante Bwana kwa rehema zako, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Namshukuru Mungu kwa kunifikisha mahala hapa salama, na niwaombe sana watoto wa Mungu mnisamehe kwa sababu tumeanza kwa wakati ulioendelea kidogo kwa sababu ya dharura ya mambo barabarani, lakini bado Mungu ni mwenye rehema. Haleluya. Na uhakika tutaondoka kwa muda wetu ule ule ambao Mungu ametukusudia, ili kwamba wale mliotoka makazini msichelewe nyumbani, ili kesho mpate nafasi ya kuruhusiwa tena. Haleluya. Nina kitu cha tofauti sana leo ambacho Mungu amenipa katika fundisho letu linalohusiana na mfumo wa baraka za familia katika msimu mpya wa 2026. Lakini leo Mungu amenitaka nizungumze kwa habari ya wale watu ambao ndani ya familia Mungu amewatenga kwa malango ya baraka. Sio wote watakuwa chachu ya baraka, hapana. Kuna watu ambao kwenye familia zenu Mungu amewachagua kuwa malango ya baraka. Inawezekana kwenye familia yako wewe uliye hapa, Mungu hajakuchagua kuwa mlango wa baraka. Aliyechaguliwa kuwa mlango wa baraka pengine anaishi Manyoni, au anaishi Arusha, au anaishi Mwanza, au yuko hapa Dar es Salaam, ama yuko popote pale. Anaweza kuwa ni baba yako au mama yako au mmoja mtoto kwenye familia yenu. Mungu amemtenga yule, sababu hiyo maongezeko mengi na fursa nyingi zinapitia kwake, na yeye ndo anaisaidia familia. Haleluya. Tutakuwa na maombi ya watu hao. Watu hao mbele za Mungu wanaitwa wazaliwa wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo leo nakufundisha na baadaye nitakupa likupasalo, na namwomba Mungu atupe neema leo kama uongozi, tutusaidie tafadhali. Tuwe na maombi kesho siku ya Ijumaa kwa habari ya wazaliwa wa kwanza wa familia, yaani maana yake watu ambao Mungu amewatenga kwa malango ya baraka katika familia, ili tuombe kwa ajili yao. Mauti zinazotengenezwa kabla ya wakati wao, mashambulizi ya kimfumo, magonjwa yanayotafuta ili waondoke haraka, tuombe mbele za Mungu na ulinzi wa Mungu utakuwa juu yao. 2026 tunakataa misiba kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kwa naomba baadaye utapokea bahasha maalum kwa ajili ya kesho, na inawezekana sio wewe ambaye nitakapofundisha hapo utaelewa. Inawezekana sio wewe ambaye Mungu amekukusudia kwenye familia yako, lakini wewe leo Mungu amekupa nafasi ya kuwepo hapa ili uyasikie haya, usimame kwa ajili yake. Inawezekana yeye yuko mbali na Mungu, hana mpango na Mungu, lakini wewe Mungu amekupa neema ya kumfahamu Mungu. Kwa hiyo wewe leo uwe daraja ya kumlinda yeye, na atalindwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo nataka nikufundisha kwa habari ya vita ya kimfumo wa baraka kwa wazaliwa wa kwanza. Vita ya kimfumo wa baraka kwa wazaliwa wa kwanza. Vita ya kimfumo wa baraka kwa wazaliwa wa kwanza. Siku zote mbele za Mungu, Mungu ni Mungu wa uzaliwa wa kwanza, na Mungu anaheshimu sana wazaliwa wa kwanza. Ndio maana kwenye Biblia amezungumza wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza wana vita kubwa sana, kwa sababu ni kanuni ya Mungu kupitisha baraka kwenye malango. Baraka huwa zinapita kupitia mlango, na mzaliwa wa kwanza ni mlango mbele za Mungu. Ndio maana utaona kwenye Biblia Mungu anasema wazaliwa wa kwanza akifungua mimba wote ni wangu. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu, na mzaliwa wa kwanza ana vita kali sana. Na kwa mfano utaona Mungu anazungumza kwa habari ya wazaliwa wa kwanza. Yako maandiko mengi ya wazaliwa wa kwanza kwenye Biblia, siwezi kuyasoma yote kwa sababu ya wakati wetu. Kwa hiyo nachagua yale ambayo yatatufaa tu kwa wakati huu, na Roho Mtakatifu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako vita ya wazaliwa wa kwanza. Ngeukie mwenzako mwambie kuna vita kwa wazaliwa wa kwanza. Kitabu kile cha Kutoka, fungua na mimi kitabu cha Kutoka sura ya 13. Kutoka sura ya 13 na
ule mstari wa 11 na kuendelea. The book of Exodus chapter 13 and verse 11. Kutoka sura ya 13 na ule mstari wa 11 na wa 12. Biblia takatifu inasema, itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Kanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye, azaliwaye na mnyama, hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwana-kondoo, na kwamba utaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba unapotoka kwenye nchi hii iliyojaa machozi, anawaambia utakapoingia kwenye nchi ya Wakanaani. Hebu sema Wakanaani. Hilo neno Wakanaani, nakumbuka nilikwambia Wakanaani ni watu waliotokana na mtu anaitwa Kanaani. Haleluya. Nikakwambia Kanaani alikuwa ni mtoto mjukuu wa mzee Nuhu, mtoto wa jamaa mmoja anaitwa Hamu. Kwa hiyo Mungu anaongea na wana wa Israeli, anawaambia hivi, utakapokuwa unatoka kwenye nchi hii iliyojaa mateso na kuingia kwenye nchi ya Wakanaani, Mungu anampa Musa maelekezo, anawaambia wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kutoka, anawaambia kila mnyama afunguaye tumbo ni wa Bwana, na kila mtu aliyemzaliwa wa kwanza ni wa Mungu, huyo utamkomboa. Na utamkomboaje? Utamkomboa kwa mwana-kondoo. Hebu sema mwana-kondoo. Mwana-kondoo alikuwa anatumika katika ukombozi. Nitakuonyesha baadaye mpaka kwenye ukombozi wa wazaliwa wa kwanza, mwana-kondoo ndiye aliyetumika. Mwana-kondoo huyu anayezungumzwa hapo kwenye kitabu cha Kutoka ndio huyu Bwana Yesu anawakilishwa na mwana-kondoo. Ndio maana nakumbuka kwenye kitabu cha Kutoka, wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, walitoka usiku, Mungu akamwambia Musa, sikiliza, mtamchinja mwana-kondoo, msivunje mfupa, nanyi mtamla akiwa ameokwa, msisokote nyama yake majini. Mtamla akiwa ameokwa na mfupa wake usivunjike, na mtamla mkiwa mmesimama tayari kuondoka. Na ile damu mtakayomchinja ipakeni kwenye miimo ya milango, alafu malaika wangu atakapokuwa anapita, akiona damu atapita juu. Mungu anampa maelekezo Musa, anamwambia mwana-kondoo huyo msimvunje mfupa. Ilikuwa ni jambo la kinabii. Nabii Yeremia alisema naye atauawa, hata mfupa wake hautavunjika. Ndio maana Yesu alipokuwa msalabani, kumbuka Yesu alipokuwa msalabani, Bwana Yesu alipokuwa msalabani, askari mmoja akatumwa kwenda kuangalia wale, kwa sababu Sabato ilikuwa inakaribia. Yesu alipokuwa msalabani Ijumaa jioni, kwa hiyo ilikuwa inaelekea kwenye saa 12. Ikifika saa 12 kamili ni Sabato. Kwa nini inamkia Jumamosi? Kwa sababu Wayahudi wanahesabu masaa kuanzia saa 12. Yaani kwa mfano wao sasa hivi ni Ijumaa tayari, lakini kwetu ni Alhamisi, na wanahesabu masaa katika kitu kinaitwa saa. Kwa hiyo ilipofika saa 12 inaelekea, askari akajua mtu atakaye kubaki msalabani kwa sababu ni Sabato. Kwa hiyo cha kufanya ni nini? Kuwavunja miguu ili damu itoke haraka, alafu mtu afe haraka kabla ya saa 12. Kumbuka ni unabii wa Mungu kwamba mfupa wake hautavunjika. Ndio maana ile askari, kusoma kwenye ile andiko, askari akaenda kwa yule jambazi wa kwanza, akaona bado mzima, akamvunja miguu, akakuta ameshakufa tayari. Askari akasema ameshajifia, hamna haja ya kuvunja miguu, kaenda kwa mwingine. Kumbe amekuta amekufa ili andiko litimie. Haleluya. Mpigieni Bwana makofi sana. Kwa hiyo mwana-kondoo alitumika tangu wakati wale Waisraeli wanatoka Misri. Pia mwana-kondoo Yesu anatumika kukomboa wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa wazaliwa wa kwanza. Hebu sema Mungu ni Mungu wa wazaliwa wa kwanza. Tunaitwa wazaliwa wa kwanza katika dunia tuliyonayo. Kuna tafasiri mbili kimungu kwa habari ya wazaliwa wa kwanza. Kwa tafasiri ya kwanza, mzaliwa wa kwanza ni yule aliyefungwa mimba. Yaani kwenye familia yenu kama mmezaliwa 6,
Yule wa kwanza kuzaliwa anaitwa mzaliwa wa kwanza. Lakini tafasiri ya pili, mzaliwa wa kwanza kimungu ni mtu yoyote mwenye nafasi mbele za Bwana, aliyeitwa na kutumwa kwa ajili ya familia yake. Mtu yoyote mwenye nafasi mbele za Bwana ambaye Mungu anamtuma kwa ajili ya familia yake. Sasa anamtuma kwa namna gani? Anaweza akamtuma kuikomboa familia yake kiuchumi, anaweza akamtuma kuikomboa familia yake kifedha, kifursa, kielimu, kichochote kile. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza kimungu, kuna aliyezaliwa kwa tumbo, tulikazaliwa, hilo ni toto zaliwa la kwanza, ni mzaliwa wa kwanza. Lakini kuna mzaliwa wa kwanza kwa Mungu, yaani mzaliwa wa kwanza kwa nafasi. Kwa hiyo kuna mzaliwa wa kwanza kwa tumbo, cha pili kuna mzaliwa wa kwanza kwa nafasi. Huyu mzaliwa wa kwanza kwa nafasi ni mtu ambaye anakuwa na nafasi ya upendeleo sana mbele za Mungu. Atakapofunga siku 30, Mungu anakupa kibali, yaani anakupa kibali Mungu kwa lengo, sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya familia yako. Na ndio maana kwa mfano, kuna watu ambao kwenye familia zao Mungu akitaka kuikomboa familia hashughuliki na familia yote atilaji. Hapana. Mungu anachokifanya, anamchukua mtu mmoja wapo ndani ya familia, alafu anamsafisha, anamfundisha, anampa maarifa, anampa fursa, anampa fedha ili kusaidia watu wake. Na ndio maana kama wewe uko hapa, inawezekana ujijui. Kama wewe kwenu ni wa kwanza kuokoka, kama wewe kwenu ndio wa kwanza kuolewa, kama wewe kwenu ndio una pesa kuliko watu wote, kama wewe kwenu ndio una fursa kuliko watu wote, uwe na wa kwanza. Haleluya. Na kuna wengine pia mko hapa, nyinyi ni wazaliwa wa kwanza na mjadiliwa bado. Utafungulia milango mwezi wa 5 tarehe 3. Kuna milango itafunguka, utapata kuwa na fursa za kiuchumi ili kuisaidia familia. Usijipige hali ulionayo leo, utaniamini baada ya miezi michache mbele. Haleluya. Mungu, mpigie Bwana makofi, mpigie Bwana makofi. Mungu anapokuletea neno, maana yake Mungu anapokusudi na maisha yako. Sasa hii ni kanuni ya kimungu kwamba Mungu kwanza. Shetani anajua hiyo sheria. Ndio maana Ibilisi anachokifanya kwenye kila familia, kila mzaliwa wa kwanza anayezaliwa huwa anampiga vita sana. Anampiga vita kwa nini? Mzaliwa wa kwanza asiwe baraka kwenye hiyo familia. Kwa hiyo Mungu naye alipojua hilo, akatengeneza nafasi mambo kutokea, yaani mzaliwa wa kwanza kwa aina ya pili. Kwa hiyo kama shetani kama kaka yako alizaliwa wa kwanza kama hoi, Mungu anainua mwingine tena kwenye familia, anampa nafasi ya mzaliwa wa kwanza ili aikomboe familia katika jina la Yesu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa familia. Hebu sema, Mungu ni Mungu wa familia. Ndio maana anaitwa Baba. Haleluya. Mpigie Baba makofi ya shangwe jamani, jioni. Mpigie Baba makofi ya shangwe. Anajua kwamba Mungu anatumia wazaliwa wa kwanza. Ndio maana nikupe siri. Kwenye Biblia tangu vizazi vilivyoanza, Ibilisi alipodondoshwa hapa duniani, alipofukuzwa mbinguni akadondoshwa hapa duniani, akawa na hasira, akatengeneza makao makuu yake yanaitwa kuzimu. Kutokea pale akaanza kuestablish mamlaka zake kwenye familia za kibinadamu, kwenye jamii za kibinadamu. Akakaba jamii ya kibinadamu. Kila familia unayoiona wewe ina vifungo vya familia. Kila ukoo unaoona wewe ina vifungo vya ukoo. Kila kabila unalolisikia wewe lina vifungo vya kabila. Ndio maana niliwahi kuambia hapo siku moja, kila kabila duniani limeanza na mtu mmoja, kila ukoo umeanza na mtu mmoja, kila familia imeanza na mtu mmoja. Unaona kwa mfano kabila 12 za Israeli, wale ni watoto 12 wa mzee Yakobo. Kuna kabila la Rubeni, kuna kabila la Benjamini, kuna kabila la Dani, kuna kabila la Yuda alikotokea Yesu, kuna kabila la Simeoni. Makabila haya yote sio kina Zabuloni. Makabila haya ni watoto 12 wa mzee Yakobo. Kwa hiyo kila mtoto akaanzisha kabila. Ndio maana hata leo makabila tulionayo Tanzania tunayo 120 ngapi sijui. Kila kabila unaloliona wewe kabla ya kuwa kabila kwanza alianza mtu mmoja kuishi. Ndio maana kwa mfano unaona wale wazao wanaambiwa hivi, pia kuna nchi ya Wakanaani. Maana yake nini? Ilianza na mtu anaitwa Kanaani. Ndio maana kama wewe ni Mchaga kwa mfano, unasema sisi ni Wachaga. Kabila la Wachaga lilianza na jamaa mmoja jina lake anaitwa Chaga. Kwa hiyo Chaga was somebody. Chaga alikuwa ni mtu na alikuwa na tabia zake. Lakini pia Wanyakyusa, kabila la Wanyakyusa
lilianza kwa asili mtu mmoja anaitwa Nyakyusa, kabila la Wahaya. Lilianza na njimba mmoja anaitwa Haya. Haya alikuwa ni mtu. Kwa hiyo by then alikuwa akiita waya Chaga, mambo vipi, njoo Chaga tuongee. Chaga anakuja. Chaga akaja akaoa mke, akazaa watoto, wakazaliana, ikawa kijiji, ikawa familia, ikawa eneo kubwa, ikawa jamii kubwa. Wachaga wakatawanyika na wakaenda kuoa kule, wakazaliana, baba Mchaga, mama sijui Nyakyusa, wakazaliana, Wachaga wakawa wengi, kabila ndio likaenea namna hiyo. Kwa hiyo kila kabila limeanza na mtu mmoja. Hebu sema kila kabila limeanza na mtu mmoja. Na sababu hiyo sasa, makabila yote, kabila lolote ambalo limeanza na mtu mmoja, kabila zima litabeba tabia za yule mwanzilishi wa kwanza. Hapa naomba unielewe vizuri. Kabila la Wapare lilianza na mtu mmoja anaitwa Pale. Kabila la Wanyamwezi, jamaa alikuwa anaitwa Nyamwezi. Nyamwezi alikuwa ni mtu na ana tabia zake. Ndio maana watu wote wanaotoka kwenye viuno vya Nyamwezi, watu wote waliozaliwa na Nyamwezi wana sifa na tabia kama za jamaa anaitwa Nyamwezi. Ndio maana kila uliyezaliwa kwenye kabila lako umezaliwa na vifungo vya kiroho. Narudia tena, hata mimi, hata wewe, hata mwinjilisti, hata mchungaji, kila aliyezaliwa amezaliwa na vifungo vya kiroho. Kutokea kule ndani ndio Mungu anakuokoa. Mungu anapokuokoa, anakusafisha, anakutuma kwenye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni leo tunaona wahubiri tulionao wanapenda kujimwamba fai kana kwamba hawajatokea kwenye matope kama ulipo wewe. Unamsikia mhubiri anakuambia Bwana amesema na mimi. Kabla Bwana hajasema na wewe ulikuwaje? Wengi walikuwa wezi, wengine fundi viatu, wengine walikuwa wanachoma mkaa. Mungu akawaokoa. Leo hii ni wainjilisti, wengine ni wahubiri neno la uzima, wanajimwamba fai na makoti ya suti, wanauliza mpaka semina, kwenye semina yenu mtalipa shilingi ngapi? Yaani amesahau alikotoka, lakini ametoka kwenye mavifungo ya ukoo. Kila unayemwona wewe, jambo la kushangaza, wakati nilikuwa na semina pale wiki 3 nyuma zimepita, kama sio mwezi pale external Mabibo, sitasahau semina hii. Ilikuwa yenye nguvu sana. Siku ya kwanza kabisa ambayo mchungaji, kwa mfano mkuu wa jimbo, alipata nafasi ya kuhudhuria siku ya kwanza, nilimshangaa Mungu kwa namna ya ajabu sana. Ni kama ushuhuda. Mungu ananipa kulifundisha neno, kumbe siku nzima, somo nzima kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ni ujumbe wa mchungaji Frank Kimambo. Mkuu wa jimbo amekaa na mtazama somo nzima mpaka limeisha. Unamhusu yeye. Nilipomaliza pale akanishika mkono, akanipeleka ofisini, kaita wasema kanisa, kama mwinjilisti pale, akasema jamani, leo namshangaa Mungu sana. Yaani huyu mwalimu ameongea yote na yote. Yaani niliongea mambo ambayo yeye tangu akiwa kwenye tumbo la mama yake aliyompata, akazaliwa mama yake akamwadisia, mimi nikayaweka wazi na sababu. Haleluya. Uchungaji alionao sio uchungaji kwa sababu kaenda kwenye chuo cha teolojia. Alisema hivi, niombe kama ushuhuda. Haleluya. Sasa mafringi yenu yagandishe. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Mwambie mwenzako friji lako ligandishe. Kuna mtu akawili hapa sasa hivi tayari kuna ushuhuda wako. Alisema hivi, wakati mama yake ametunga ujauzito wake, mama yake alikuwa na mateso kwanza ya uzao. Baadaye mama yake alikuwa anafanya kazi ni kama parishweka, anamhudumia mchungaji fulani. Siku moja yule mchungaji akamwita mama yake, akamwambia sikiliza, utazaa mtoto, jina lake litakuwa kama langu. Huyo mchungaji alikuwa anaitwa Frank. Akamwambia jina lake litakuwa kama langu, ataitwa Frank. Na huyo mtoto atakuwa mchungaji kama mimi. Yaani mama yake akabarikiwa, mama yake akaondoka tu, maneno ya mtumishi alishashiba. Miaka ikaenda kule mbele. Ili kwenda kule mbele mama mtu akapata ujauzito. Alafu mama mtu akajifungua mtoto wa kiume. Akaja si mjomba wake, akambatiza yule mtoto jina anaitwa Frank. Wakati mjomba wake kuwepo, wakati mama anaongea na yule mchungaji. Unanielewa? Haleluya. Ndio maana nikikwambia tangu tumboni wewe ndio tofauti, ndio tofauti kweli kwa jina la Yesu Kristo. Akasema mtoto aitwa Frank. Mtoto akaitwa Frank. Mama amesahau. Miaka ikaenda wewe, miaka ikaenda. Siku moja akashangaa huyu mtoto mbona anapenda mambo ya kanisani. Akaniambia siku moja alikuwa amekaa ibadani, baba yake hapa, yeye hapa. Mtumishi akaita watu ambao wanataka kumtumikia Mungu, akainuka. Baba yake akamzuia, akamwambia nikuone na kwenda kwenye mambo ya uchungaji. Imefika wakati maisha yakaendelea mpaka siku moja akaja siku kuna kongamano gani,
Anasema maneno ya ushuhuda mzito, najaribu kufupisha kwa sababu ya wakati wetu. Anasema akaja mchungaji mmoja akahubiri, akasema kuna mtu kwa hapa, wewe ni mchungaji, Mungu amekuita. Mchungaji Frank akajikuta tu kuna nguvu imemuinua inampeleka mbele. Unaelewa? Pale akawekwa wafu, yaani kuanzia pale utumishi ukaendelea. Kwa hiyo mchungaji alionao, mchungaji Kinongo sio bahati mbaya. Haleluya. Pigia Bwana makofi sababu hii. Muda singetosha kukwambia makorokoro mawe na hawajaweza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anamzuia asiwe kama alivyokuwa leo. Lakini kuna wengine ambao pia wamezuiwa nao hawataweza kwa jina la Yesu. Watakuwa vile vile kwa tambo. Kwa hiyo mchungaji Frank ni mchungaji ambao anaprofesa Mungu. Kwa hiyo kuna watu ambao tangu tumboni Mungu amekukusudia. Wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kwenye familia tulizonazo nimekwambia, kila familia inaanza na mtu mmoja. Na ndio maana sasa unaona walivyokuwa Wanyakyusa wana tabia ambazo zinafanana, common character. Wanyamwezi pia, Wachaga pia. Wapare nao wana tabia zao. Kwa mfano, hivi Wapare wana tabia gani Wapare? Hebu nani anafahamu Wapare tabia za Wapare? Wapare wana tabia gani? Wachoyo. Unaelewa? Usinune. Haleluya. Usinune. Wapare ni wachoyo. Si ndio? Viko ni universe tunafahamu jamani. Ni wa kwanza najua ni wachoyo. Si wanapunga mkono. Wachoyo wana tabia gani? Wachaga wana tabia gani? Mabaili. Zinafahamika. Wakuria ndio usiguse. Unaelewa sasa? Wasalamu ndio kabisa. Uliamini kwa mfano Makuria hapa, kijana wako wa kiume, mwanangu wa kiume anapata binti wa kumuoa. Anasema mama, nimepata binti nzuri sana, nataka nimuoe. Unamuuliza swali, wa wapi? Anakwambia ni Mzaramo. Naelewa sasa? Utasita kidogo mama. Kwa nini unasita? Kwa sababu ya tabia za Wazaramo, si ndio Na ndio maana watu wa zamani ulikuwa ukienda kuoa mahali wanakuuliza unaoa kwa wakina nani? Kwa sababu kuna wengine ukioa ni matatizo. Kwa nini? Kwa sababu ya mifumo ya kwao. Ndio maana wengi ni mashahidi hapa. Mwanangu wa kiume akiposa binti, akioa mwanamke Mchaga, anakwambia nimepata mchumba, mke wangu ni Mchaga, nataka kumuoa. Haitakutisha sana. Utamuuliza Mchaga wa wapi? Si ndio jamani? Unaelewa kikutajia, unaweka mkono gani, nimekwisha. Nimepoteza mtoto. Unafikiri kwa nini? Kwa sababu ya mifumo. Sio kwamba wale ni wabaya. Ukisikia mwanamke anakwenda kuoa mwanamke, anaoa Machame. Unanielewa sasa? Automatically Machame hapo wapo, si ndio? Machame tupo hapa Unaweza ukajisikia vibaya ni Machame, unaweza ukajisikia vibaya, si ndio? Lakini kosa sio wewe. Kosa ni mifumo ya kiroho iliyokaa kwa Machame. Yenyewe inaamua kila mwanaume atakayeoa kwenye hii asili tunapita naye. Kwa hiyo wengine nao sio wanaume, wengine nao ni umasikini, ukioa kwao utoboi. Kwa hiyo ni mambo ya kimifumo. Ndio maana alipokuja Yesu, maandiko yanasema wazi kwenye Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13, Biblia inasema hivi, naye alituokoa, akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Lengo la Yesu kuja msalabani, amekufa msalabani kwa namna ya kiroho, ametuhamisha tuondoke kwenye umachame, tuondoke kwenye ukuria, tuondoke kwenye Uchaga, tuondoke kwenye Unyakyusa, tuingie kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo unapompokea Yesu, ule umachame ukupati, utaolewa na mume atakufa, mtasonga mbele. Unapompokea Yesu, uchoyo au nafasi zako utapiga hatua. Ndio maana utaki kujivunia kabla lako ukiwa kanisani. Haleluya. Ndio maana Yesu kuja. Ndio maana unapookoka hauitwi tena Wachaga, hauitwi tena Wapare, sio, unaitwa wa Kristo. Haleluya. Wachaga ni watu Wachaga, Wapare ni watu wa jamaa anaitwa Pare, Wanyakyusa ni watu wa mjengo moja inaitwa Nyakyusa. Lakini Wakristo ni watu wa jamaa mmoja aliyekufa msalabani anaitwa Kristo. Pigia Kristo makofi, haleluya. Hapa hii kama basi, chunguza makanisa yote
yanayoshikilia ukabila huwa yaendelee. Chunguzeni makanisa yote, kama sisi ni Wanyakyusa kwa sisi kanisa letu ni la chunguza, huwa watoboi makanisa yako pale panazunguka tu. Na ndio maana kama unafahamu vizuri historia nzuri ya kanisa letu ni mpaka Mungu alipoleta uamsho. Zamani hata sisi wa Mtenda tulikuwa na maarifa haya, mpaka Mungu alipotukusudia akaleta uamsho. Unaona uamsho ulipokuja, maana sasa tumeachana mambo ya ukabila, weka pembeni, twende kwa Kristo wote. Makanisa yanaongezeka, tunajenga, uamsho umekuwa mkali kwa jina la Yesu. Chunguzeni makanisa yote kwamba sisi ni wasukuma kwa yaendelee, yako vile vile yanazunguka tu, lakini makanisa ambayo yameamua kuweka ukabila pembeni na kumtazama Kristo msalabani yanapiga hatua. Amen. Tujipigie makofi. Kwa hiyo kwenye mazingira hayo sasa, kila aliyezaliwa wa kwanza shetani anafahamu ni lango la maongezeko. Mwani hajapokea baraka, akapokea laana. Kila aliyezaliwa wa kwanza baada ya kizazi cha Adamu, cheki pale. Angalia kwa mfano, Adamu alikuwa na watoto wawili, Kaini pamoja na Habili. Kaini ni mtoto wa kwanza, Habili ni mdogo mtu. Habili akafa, laana ikaanzia kwa Kaini. Kaini akapitisha laana ya uzaliwa wa kwanza. Kutokea pale kila aliyezaliwa wa kwanza hajawahi kutoboa mpaka baba yetu Ibrahimu. Unakumbuka wazi, Ibrahimu huyu alizaa watoto wawili. Toto la kwanza sio Isaka, toto la kwanza ni Ishmaeli, ambaye Biblia inasema ndio baba wa Waarabu wote. Waarabu wote na watu wote wanaoamini imani ya Kiarabu, baba yao ni Ishmaeli. Alafu toto la pili ni Isaka, ambaye ndio baba wa Wayahudi wote. Wayahudi wote na watu wote wanaoamini katika mambo ya Kiyahudi. Kwa mfano sisi wa Kristo tunaamini wokovu kutoka kwa Wayahudi. Kwa sisi sote tuko katika mwamvuli wa Isaka. Haleluya. Wala sio Ishmaeli. Sababu hiyo sasa mtoto wa kwanza sio Isaka, mtoto wa kwanza ni Ishmaeli. Agano la Mungu alijafanywa na Ishmaeli, likafanywa na Isaka. Isaka naye akazaa watoto Esau na Yakobo. Mtoto wa kwanza ni Esau. Agano la Mungu alijafanyika kwa Esau, ikaja kwa Yakobo wa pili. Unaona laana mzaliwa wa kwanza. Yakobo akazaa watoto 12. Alipozaa watoto 12, mtoto wa kwanza mzee Yakobo anaitwa Rubeni. Rubeni aliwahi kulala na mama yake wa kambo. Rubeni aliwahi kuchepuka na mama yake mdogo, kwa sababu Rubeni ni mtoto wa kwanza, kwa alikuwa ni mchepa kidogo, unajitambua. Baba yake akafuta pisi kali, Rubeni akapita nayo. Baba yake akauchuna. Siku baba yake anakuja kuachilia urithi kwenye Mwanzo 49 mstari wa kwanza. Biblia inasema wazi, Yakobo akawaita, fungua kitabu cha Mwanzo, na kitu atakachokuonyesha pale. Napokuandaa kwa ajili ya maombi ya uzaliwa wa kwanza kesho, na lazimika leo nikwambie maneno haya. Mwanzo sura ya 49 na ule mstari wa kwanza kabisa. Mwanzo 49 mstari wa kwanza kabisa. Kila mwenye Biblia fika pale, au unaweza ukachungulia. Angalia maneno pale yasemavyo. Biblia inasema hivi. Mwanzo 49 hii ni 9. 49 iko mbali sana wangu. Sogea huko 49 kutoka, sogea hapa Mwanzo 49 hii hapa. Chungulia mstari wa kwanza baba, kama macho taruhusu. Tafuta mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza inasema hivi. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Weka pause pale kwanza. Nikusaidie kitu kimoja kwa usifahamu. Unapoliona neno Israeli baba yenu, Israeli sio jina la nchi. Israeli sio jina la taifa. Israeli ni jina lingine la Yakobo. Na amelipata kwenye Mwanzo sura ya 32, wakati malaika ametokea usiku pale. Usifungue 32. Tulia hapo, nakupa tu kama makshishi. Haleluya. Usipotea hapo kwenye 49. Kwenye Mwanzo 32 pale, mtu mmoja alimtokea Yakobo, wakaanza kupigana na malaika, wanapigana. Yule mtu alikuwa ni malaika, Biblia inasema wazi. Mpaka kuna kucha akamwambia niache niondoke. Yakobo akamwambia sikuachii mpaka umenibariki. Tulie pale mpaka umenibariki na zinazaliwa pale. Akamuuliza jina, malaika akamuuliza jina, wewe unaitwa nani? Akasema mimi naitwa Yakobo. Akamwambia kuanzia leo hautoitwa Yakobo. Kuanzia leo jina lako utaitwa Israeli. Maana yake umeshindana na Mungu na wanadamu, alafu umeshinda. Ndio maana Israeli, hata kama mkainuka dunia nzima kumpiga vita, kuna jambo litatokea tu, atashinda vita. Haleluya. Kwa nini? Israeli maana yake ni aliyeshindana na Mungu, akashindana na wanadamu, alafu akashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona
unaposema wana wa Israeli ni sawa na kusema wana wa Yakobo. Unanielewa eh? Okay. Anasema mstari wa 3 sasa. Mwanzo 49:3. Rubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako, ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Unaona maneno haya? Anaanza na Rubeni, mtoto wake wa kwanza. Kwa nini laana alizaliwa wa kwanza kwenye familia tangu Ibrahimu, tangu mzee Adamu? Alipozaliwa tu Adamu ameishi pale katika namna ya kilaana, wanakuwa na vifungo. Ndio maana Mungu akaleta option ya aina ya pili ya uzaliwa wa kwanza. Ukiona pale mbele alitakiwa kubarikiwa kwa Rubeni, lakini baraka zinakwenda kwa Yuda pale mbele, mpaka Yesu anatabiriwa hapa kwenye sura hii, mstari huu. Angalia mstari ule mstari wa 8. Ameshasema kwa habari ya Rubeni, kaja kwa Lawi, sasa anahamia kwa Yuda, mtoto wake anaitwa Yuda. Kumbuka Yuda huyu ndio aliyemuuza Yusufu. Anasema hivi, Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Mstari wa 9, Yuda ni mwana simba kutoka katika mawindo, mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba, kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Angalia mstari wa 10, Yesu anaanza kutajwa pale. Cheki mstari wa 10. Fimbo ya enzi. Hebu sema fimbo ya enzi. Mara ya pili rudia fimbo ya enzi. Mara ya 3. Okay. Anasema fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki, ambaye mataifa watamtii. Unaona, huyo anaitwa fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Yaani maana yake fimbo kwa zamani ilikuwa inaashiria mambo kadhaa. Kwa mfano, fimbo ilikuwa inaonyesha ufalme. Fimbo ilikuwa inamaanisha utawala. Ndio maana baba askofu, ili awe baba askofu, lazima na ile fimbo alionayo. Anapokuwa na ile fimbo ndio inamcertify. Kwa nini? Kwa sababu ya uongozi. Sasa jina lingine la Yesu anaitwa fimbo ya enzi. Ndio maana sisi watu wa Sunday School ya zamani tulikuwa tuna wimbo wetu, Yesu ni fimbo. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo genzi hawajui mambo haya. Kwa hiyo ukifika mbinguni ukamkuta Bwana Yesu ametulia pale kwenye kiti cha enzi, ukamfuata kumwambia, "Oya, fimbo ya enzi habari za mchana." Atakuelewa, atakujibu salama mwanangu, ni jina lake lingine. Mpigieni makofi fimbo ya enzi. Kwa hiyo mzee Yakobo anawatabiria watoto wake. Alimwambia Yuda, fimbo ya enzi Yuda haitaondoka kwako mpaka atakapokuja yeye ambaye ndio Yesu mwenyewe. Ndio maana vizazi vimeenda mpaka Yesu anazaliwa, anaitwa simba wa kabila la Yuda. Yuda yupi? Huyu anayeambiwa haya. Haleluya. Lakini utaona Yuda huyu agano likafanywa kwake. Baada ya kutokea kwa Yuda, Yuda akazaa watoto Zera na Peresi. Zera ni wa kwanza, Peresi wa pili. Agano la Mungu likamwacha Zera likaenda kwa Peresi. Likashuka mpaka anazaliwa mzee Yese. Yese akazaa watoto kama 5-6 hivi. Toto la kwanza linaitwa Eliabu. Agano la Mungu alijafanyika kwa Eliabu likaenda kwa Daudi. Daudi akasema watoto, na yeye toto la kwanza Absalomu. Absalomu hajapata kitu, akapata Solomoni. Kwa hiyo kila aliyezaliwa wa kwanza kwenye vizazi vya wanadamu anashambuliwa na laana ya uzaliwa wa kwanza. Kuna wengine wamenyimwa chakula, wengine utajiri, wengine wamekufa kabla ya wakati. Ndio maana sisi kimeandikwa kwenye Biblia ili mimi na wewe tujifunze, tukatae kwa jina la Yesu. Na hata aliyezaliwa wa kwanza ile kwa tumbo au kwa nafasi, hautapata mabaya, hautapata mauti, hautakataliwa, hautapoteza fedha, hautakufa masikini, na kataa kwa jina la Yesu. Mwambie jirani yako, hayatakupata wewe. Kwa hiyo kesho tutakuwa na maombi ya muda mrefu. Haleluya. Kwa nini nakwambia hivi? Kwa sababu kuna mwingine uko hapa, Mungu ameshakutenga wewe ni mzaliwa wa kwanza. Ni kwa sababu hujaipata siku kama ya leo kusikia neno la uzima. Mungu amekutenga kabisa kwake, wewe ni mzaliwa wa kwanza. Anataka kukutumia wewe kupitisha utajiri ili kusaidia familia. Kwa hiyo rohoni wanakuona. Rohoni kuna namna unang'aa. Sikia niambie kitu jamani. Wakati mwingine kwenye mifumo ya baraka huwa tunapozwa na baraka tunazopewa kwa sababu zinavuta vita rohoni. Mungu anapokubariki rohoni, kuna watu wanaweza kukuchungulia rohoni, kuna siri rohoni. Mtu anaweza kujua baada ya miaka 5 na kuwa nani.
Ndio maana kuna watu wanaweza ukalogwa leo, unajishangaa leo una hela, maisha ya Mungu na watu wanakuloga na maisha yako vile vile. Kwa nini? Kwa sababu roho hawakuangalia wewe leo, wanakuangalia utakavyokuwa kesho. Kwa hiyo kesho yako ndio inawatisha. Ujaona kwenye Mathayo sura ya 2. Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema wazi, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi walifika walisema, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Uyahudi? Kwa maana tumeiona nyota yake mashariki. Lakini kaendelea mbele pale mpaka mstari wa 4 na 5. Herode anatuma askari kwenda kuchinja watoto wote miaka 2 kushuka chini. Lakini unawaza, Herode ni baba mtu mzima na ni mfalme ameketi pale. Sasa inakuwaje Herode akachinja watoto? Yesu anamwashia nini mpaka atafute kumchinja? Kwa sababu ni katoto. Ni sawa na leo katoto kama haka. Eti kampishe baba mtu mzima mpaka atume askari kumchinja. Unafikiri shida ni nini? Shida sio mtoto, shida ni kesho ya huyu mtoto. Kesho yake ni kubwa kuliko alivyo leo. Kwa hiyo tumchinje, tumzuie kesho isipate. Kama ulimkosa Yesu na wewe unakukosa kwa jina la Yesu. Tutakuwa na maombi hayo kesho, mwambie mwenzako kesho. Sasa inawezekana kwenu kuna mtu ambaye ana finance familia. Inawezekana ni mjomba wako, anatoa fedha za kusaidia familia. Tumuombee yule hata kama hayuko hapa. Hata kama sio Mlutheri, hata kama ni Muislamu, hata kama ni Mmoravia, hata kama ni Mkatoliki. Nataka tuombee watu namna hiyo kwa sababu success hainaga mambo ya Mlutheri wala Uislamu. No, sio. Mungu anaweza kumtuma pia Muislamu kuja kukushika mkono wewe, akakupeleka kwenye hatima yako. Chukua hii kama pasi. Usishangaa kama Muislamu anakusaidia, ukasema kwa wewe sio Muislamu sikutaki na msubiri Mlutheri mwenzangu mara jumuiya wa Kanaani, hautatoboa. Utakufa haraka kwa kisukari. Unanisikia jamani? Kwa sababu kufanikiwa hapa ni kanuni za hapa. Mungu anaweza akatuma yoyote. Mungu anaweza akamtuma mbea si hata na dini akakusaidia. Kwa inawezekana kwenu kuna mtu ambaye sio Kristo, hana dini, ni Muislamu tu leo wasaidia. Yule tumuombee mbele za Bwana. Kufanikiwa hapa ni kanuni za hapa, lakini kwenda mbinguni ni Kristo pekee yake. Kwa hiyo inawezekana yuko hapo, wewe njoo, utamchukulia bahasha na yeye. Kwenye maombi utamtaja na yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba usimame pale. Watu ambao Mungu ana kuzisaidia familia. Asante kwa neema na fadhili zako, kwa sababu 2026 tunakataa mauti na vita yoyote kwa wazaliwa wa kwanza. Tumesoma Biblia na maandiko yako, tumegundua wazaliwa wa kwanza wengi kwa tumbo, wazaliwa wa kwanza wengi kwa nafasi, wanakutana na vita. Wengine wanakufa kabla ya wakati, wengine Bwana wanasorotoka, wengine Bwana wanapofika miguu yao kwa ajali. Baba, tumekataa. Hakuna mzaliwa wa kwanza anayetusaidia sisi akapata tatizo, kwa sababu kesho tunasimama kwa ajili yao. Naomba kwa jina la Yesu hizi sadaka yote atakayowekewa mtoto wako Baba Mungu, katujibu maombi yetu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba, asante kwa ajili ya sadaka tunazoziachilia na kupokea bahasha hizi kwa ajili ya kesho. Wewe ni Mungu katikati yetu. Pokea heshima na utukufu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu sema maneno haya. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, Ijumaa ya kesho ninajiweka tayari ya maombi ya uzaliwa wa kwanza ambao umewachagua ili kuisaidia familia. Nakataa msiba kwenye familia yangu. Nakataa mauti kwa wazaliwa wa kwanza, iwe kwa tumbo au kwa nafasi. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Andaa sadaka yako kwa praise team wanatupeleka mbele za Bwana. Nikaribisha viongozi wa fellowship.